Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale wanaotufuata wakiwa Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa na tunawatakia tena asubuhi njema ya leo vendredi le 9 janvier 2026, tukiwakaribisha kwa mara nyingine ndani ya taarifa zetu za asubuhi ya leo. Kama kawaida, tumewaletea habari mbichi kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo, pamoja na habari mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Taarifa ambazo tumewaletea asubuhi ya leo, tutawapeleka moja kwa moja kwenye shamba la vita mu territoire ya Fizi, kwenye wanajeshi wa M23 walifanyiwa ambush na wazalendo pamoja na jeshi la Kongo FARDC mu maeneo karibu na Pwezero na maeneo karibu na Bibokoboko. Tutawaambia mengi kuhusu ambush hiyo ambayo ilisababisha vifo vingi kwa wasi wa AFC M23. Tutawaambia pia kuhusu President Joao Lourenço wa Angola, ambapo baada ya kupatana na President Felix Tshisekedi aliagiza pande mbili kusitisha mapigano, na akatoa wito kwa Kinshasa na Rwanda kwa kuanza kuyatekeleza yale walio ya saini katika makubaliano ya amani. Habari ambazo tumewaletea ni mingi. Kama kawaida, unayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayokuletea taarifa za kweli tena za kuaminika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kusubscribe, yani kujiabone, muzisambazi habari hizi kwa walio wengi ziwafikie. Muendelee kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp ili kukuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Namna ya kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp ni kugusa hapo kwenye titre pale mu description, kuna lie ya chaine yetu ya WhatsApp. Ujiunge nasi kupitia linki hiyo, bila shaka utakuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Taarifa zetu mbichi za asubuhi ya leo tuwapeleke moja kwa moja mu plateau de Fizi, kule mu maeneo ya Minembwe. Tuwaambie kuhusu ambush ambayo waasi wa M23 walifanyiwa wakati walikuwa wakideploye wanajeshi wao maeneo karibu na Pwezero, wengine maeneo karibu na Bibokoboko. Ilikuwa siku ya jana ndipo wanajeshi wa AFC M23 na washirika wao RDF walipoanza kutoka mu Minembwe centre wakaelekea mu vilima mu mapozisio yao tofauti karibu na Pwezero, wengine wakaelekea karibu na Bibokoboko. Kama ukumbusho, kabla ya kuambia kuhusu ambushi hiyo, ndani ya siku chache ambazo zimepita, jeshi la Kongo FARDC na vyanzo vingi kutoka mu territoire ya Fizi vilikuwa vimetangaza kwamba kuna deployement ya wanajeshi wapya wa RDF huko mu Minembwe. Wanajeshi hao ambao walikuya kuzifanya operation mu territoire ya Fizi ili kusonga mbele mpaka mjini Fizi na kuanza vita Mutanganyika wakielekea Kalemi. Walisema kwamba kuko 3 batayo kabisa za RDF ambao walikuwa deploye mu Minembwe, wenye watapigana wakijifanya wale wanajeshi wa Twirwaneho. Hao wanajeshi sasa siku ya jana ndipo walianza kuelekea mu mangome tofauti ambazo ni za Twirwaneho huko mu plateau ya Fizi. Wakati walikuwa wakielekea mu maeneo ya Bibokoboko, walishambuliwa kwanza kidogo na wazalendo pamoja na jeshi la Kongo, mashambulizi ambayo hayakudumu kwa saa moja tu, yaliisha. Ilikuwa kuwababaikisha kwanza mwili deployment yao. Wengine walikuwa wamekamata njia wakaelekea mu mapozisio tofauti karibu na Point Zero. Wakati wanajeshi hawa sasa walikuwa wakielekea mu defense zao katika vilima vinavyokuwa karibu na Point Zero, jeshi la Kongo pamoja na wazalendo washirika wao kama kawaida
walipata taarifa hizo, ndipo sasa wakaandaa mtego ama ambush kwa hao wanajeshi kutoka Minembwe ambao walikuwa wakielekea hapo. Wanajeshi wa FARDC wakaingia kabisa vilimani, wazalendo vile vile huko msituni kwa ajili ya kuwatega wale wanajeshi wa RDF. Walitumikisha njia za misitu na vilima, walikuwa wakienda na miguu. Wakati ilifika saa 9 vers saa 10 za jioni ya jana, ndipo FARDC na wazalendo mwile ambush ambayo walikuwa wameiandaa walianza kuwashambulia sasa wale wanajeshi wa Twirwaneho ambao walikuwa hizo njia wakielekea mapozisio zao tofauti karibu na point zero. Wakati sasa wa mashambulizi hayo, wanajeshi hao walipigwa vibaya. Vyanzo vyetu kutoka hapo vinasema kwamba walishambuliwa wakakimbilia msituni, wengine vilimani. Ile kubabaika, FARDC na wazalendo wakaendelea kuwafuata nyuma wakiwashambulia. Vyanzo vyetu vinasema kwamba walikimbia mpaka kurudia huko Minembwe, na wengi wao wakapoteza maisha yao wakati wa kushambuliwa pale mwile ambush ambayo FARDC na wazalendo walifanya ndani ya vilima karibu na point zero. Vyanzo vyetu kutoka hapo vinasema ya kwamba wanajeshi hao walipigwa sana, wakakimbilia Minembwe kwenye walikuwa wametokea, na wengi wao hawakufanikiwa kurudia huko, walianguka ile ambush ama ile ambuscade, mtego ambao wazalendo na FARDC walifanya. Wanajeshi hao walikuwa wakielekea huko kwa mpango wa kuanzisha vita dhidi ya FARDC na wazalendo wasonge mbele kupitia point zero, waanze vita ya kuelekea Fizi, ila hawakufanikiwa. Wazalendo na jeshi la Kongo walifanya ambush na kuwapiga vikali au wasi wa AFC M23. Upande mwingine katika teritware ya Uvira, teritware inayopakana na Fizi huko mu province ya Sud Kivu, kwenye uwanja wa vita hali ni ya utulivu, hakuna mapigano kati ya pande mbili. Kwenye uwanja wa vita pale maeneo ya Kigongo vers Kabimba nako kabisa hakuna mashambulizi. Waasi wa AFC M23 wanaendelea kubakilia Kabimba vers Port Kalundu na mji wa Uvira. FARDC nayo kuanzia huko maeneo ya Kigongo kurudia mpaka maeneo ya Makobola vers Baraka na kwingine huko mu territoire ya Fizi. Hali halisi kutoka pale kwenye ligne de front ni ya utulivu, hakuna mapigano asubuhi ya leo. Habari zetu zinaendelea baada ya President Felix Tshisekedi kupatana na mwenzake wa Angola Joao Lourenço. President wa Angola Joao Lourenço alitoa wito kwa gouvernement ya Kongo na gouvernement ya Rwanda na pia waasi wa AFC M23 kurespekte na kuanza kufanya yale ambayo waliyakubaliana ndani ya maakoro, yani makubaliano ambayo walikuwa wakizinye kati yao kwa ajili ya kuwapa nafasi wale wapatanishi kati yao kuanza kufanya kazi yao ya uchunguzi kwa yale ambayo yalisainiwa katika maprocessus de Doha na processus de Washington. Akatoa wito kwa pande mbili kati ya gouvernement plutôt kati ya armée ya Kongo na AFC M23 kusitisha mapigano. Rais wa Jamhuri ya Angola na mwenyekiti wa sasa wa Umoja wa Afrika Joao Manuel Goncalves ameonyesha wasiwasi wake kuhusu kuzorota kwa hali ya usalama na kibinadamu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kauli hii imetolewa baada ya mkutano na rais wa Kongo Felix Tshisekedi katika muktadha wa kuongezeka kwa ghafla kwa machafuko ya silaha na uhamisho wa watu wengi. Joao Lourenço ametoa wito wa kusitisha mapigano mara moja kati ya wahusika wa mapigano, akiona kuwa kuendelea kwa mapigano ni tishio kubwa kwa utulivu wa kikanda. Ameonya kuwa ongezeko la ghafla la machafuko linaweza kuathiri juhudi za kidiplomasia na za Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa pamoja na juhudi mbalimbali za Kiafrika na kimataifa zinazolenga kurejesha amani ya kudumu. Mwenyekiti wa
sasa Union Africaine amethibitisha kujitolea kwa shirika la baraza la Umoja wa Afrika kumemea mchakato wa amani unaoendelea, akisisitiza haja ya suluhu ya kisiasa kulingana na mazungumzo, heshima ya uhuru wa Kongo na ulinzani wa raia. Haya yalitangazwa na Presida Joao Lourenço wa Angola baada ya mkutano na Presida Felix Tshisekedi. Upande mwingine mu territoire ya Walungu toujours mu province ya Sud Kivu, kutokana na mapigano kati ya wazalendo na AFC M23, mazishi ya raia huwa yanachelewa sana. Miili ya raia walioanguka Jumapili iliyopita katika kundi la Ikoma mu territoire ya Walungu wakati wa mapigano kati ya AFC M23 na wazalendo hatimaye ilizikwa siku mbili baadaye. Mazishi yalifanyika baada ya wakaaji wa kijiji cha Bombalali kurejea, ambao walikuwa wamekimbia ukatili huo na kuacha miili ya majirani zao waliouawa kwa mabomu. Siku ya Jumane waliporudi kijijini, wakaaji walikuta miili ya wanakijiji wenzao ikiwa bado imelala chini. Kwa jumla watu 4 walikufa, 3 huko Bombalali katika eneo la Ikoma na mmoja huko Mwendo katika eneo la Walungu. Miili hiyo tayari ilikuwa katika hali ya kuoza kulingana na mkazi aliyeomba kutotajwa jina. Mkaaji huyo alisema ya kwamba utulivu ulikuwa umerejea Jumane wakati M23 ilipoondoka katika eneo hilo. Karibu saa 4 asubuhi tulilazimika kwenda mahali ambapo watu hao walikuwa wameuawa. Wananchi wenzangu waliouawa walizikwa Jumane la mwisho baada ya saa 12 jioni. Siku ya Jumatatu miili ya waathiriwa ilikuwa bado imelala uwanjani mahali walipouawa. Msimamizi wa Walungu chini ya AFC M23 awali aliwaomba watu wasikize miili hiyo hadi wafanyakazi wa Msalaba Mwekundu watakapofika, lakini wakiwa njiani walisikia milio ya risasi na wakarudi nyuma. Wazalendo waliposikia kuhusu kuondoka kwa waasi hao pia walikuja katika eneo hilo ili kulingana nao kutathmini hali. Walipiga risasi chache kabla ya kurudi msituni. Haikuwa hadi Jumatano ndipo idadi ya watu ilipoanza kurudi kwa dhati. Hata hivyo, siku ya Jumatano katika eneo hilo biashara ilivurugika katika soko la Mugogo kufuatia milio ya risasi katika eneo linaloizunguka. Kwa hofu idadi ya watu ilikimbia pande zote na kusababisha kupotea kwa vitu kadhaa vya thamani. Hapo ni territoire ya Walungu kwenye kutokana na mapigano ya hapa na pale kati ya AFC M23 na wazalendo. Maisha ni magumu, hata wanaopoteza maisha yao kwenye uwanja wa vita huzikwa kwa kuchelewa na miili yao kuwa imeanza kuoza. Hayo ni maisha mabaya ya vita ambayo wakaaji wa mashariki mwa nchi ya Kongo wanayapitia kutokana na vita vikali vinavyoendelea. Tuwapeleke ndani ya Katana. Katana ni territoire ya Kalehe. Malalamiko ya watu wa Katana wenye ni wakulima ngambo ya Mulangala wanatoa wito kwa viongozi wa AFC M23 kwa sababu Katana inaongozwa na waasi wa AFC M23 kwa kufungua njia ya wakaaji hao kuelekea ndani ya mashamba yao. Watu wa Katana hawana njia kabisa ya kuvuna mimea yao ambayo walilimaka kule maeneo ya Mulangala, mkiwemo maharagi, kalanga, legime na mihindi na vitu tofauti. Wanasema ya kwamba ile mimea yao huko Katana plito huko Mulangala inaanza oza kwa sababu waasi wa AFC M23 walishaka wafungia njia ya kufika huko maeneo ya Mulangala kwenye wanalimaka, wakisema kwamba kule kuna wazalendo. Wakaaji wanaoelekea huko wanawapelekea taarifa wazalendo na kuwasaidia njia moja ama nyingine. Wakaaji hao kutoka Katana wanatoa wito kwa viongozi wa AFC M23 wawasaidie, wawafungulie kabisa njia za kufika ndani ya mashamba yao ili wapate namna ya kuvuna mimea yao ambayo
walipanda huko maeneo ya Mulangala. Malalamiko haya si ya jana au leo, yanamaliza siku kama imwa na wako natoa wito kwa viongozi wa AFC M23 kufungua njia hizo, wakaaji waanze kuelekea mashambani mwao wavune mimea, kwa sababu wasipofanya hayo mimea yote itaoza na nguvu zao ambazo walizipoteza wakilima mimea hiyo zitakuwa zimeenda tu bure. Wakaaji wengi wa maeneo hayo ni wakulima, hivyo kufungia njia za kwenda mashambani mwao kuvuna na hata kulima hata vingine vitu vinahatarisha maisha yao, kwa sababu msiku chache watakuwa hawana namna ya kuishi, kwa sababu walikuwa wakiishi kupitia kulima mashamba yao tofauti. Huko sasa hawana njia tena za kuyafikia. Maisha si mazuri kwa wakaaji kutoka maeneo ya Katana. Habari zetu zinaendelea, tuwapeleke mjini Sake kwenye watu wawili walipoteza maisha yao usiku wa juzi wa kuamkia asubuhi ya jana. Watu wawili waliuawa mjini Sake ndani ya quartier Ndolero. Ilikuwa saa 7 usiku, ambapo vyanzo vyetu vinatuambia ya kwamba bamwizi wale wabandi wa busiku walifika mwile quartier, wakaanza kushambulia ndani ya nyumba tofauti. Walishambulia mwanaume ama baba mwenye anaitwa Shimerai Mondeke George, na papo hapo akapoteza maisha yake, na wakamshambulia mtoto wa jirani yake, naye pale akapoteza maisha yake. Tunasema pole sana kwa jamii za hao watu ambao walipoteza maisha yao. Hali ya kiusalama inaendelea kukua mbaya maeneo ya Sake, kwenye watu wasiojulikana wanaotumikisha silaha wanazifanya operation za usiku kwa kufanya uporaji na kuwaua raia. Hivyo mji wa Sake, kama ukumbusho, uko mikono ya wasi wa AFC M23 kuanzia mwezi wa kwanza wa mwaka ambao umeisha wa 2025, na hali ya kiusalama inaendelea kukua mbaya kutokana na vitendo hivyo vinavyofanyika mjini Sake. Asante ndugu zangu, hizo ndizo taarifa ambazo nilikuwa nimewaletea asubuhi ya leo, na washukuru sana. Tupatane ndani ya habari za mchana wa leo. Merci beaucoup.